Wow bana, saini saa 5 ya usiku bana, na ndo hizi saa 6 ndo hizi kunaendelea. Ba wow, ni kunoma, tuko hapa, ziko hapa juu yetu man. Ndo hizi ziko hapa juu yetu Hii leo ni mingi bro. Hii ni maribika. No, after hiyo alert. Hizi zote ni interceptors. Kikweli kabisa ndugu zangu mulioko nchi za Qatar na Abu Dhabi na Kuwait kwa jumla, acha niwashukuru mwanzo kwa jambo moja ambalo mmeweza kulifanya usiku wa kuamkia leo tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, baada ya kwamba tumekuwa na usiku mrefu sana. Baadhi yenu mmenifanya nikashindwa hata kulala, baada ya kwamba mmeweza kunitumia video ambazo ni za kutisha na kuniambia kwamba KG, tunahitaji maombi yenu kwa sababu hali sio shwari huku, na nikasema kwamba nitaambia dunia alfajiri ya leo ya kwamba waeke maombi dhidi yenu kwa sababu ya ile jambo ambalo linawapitia wengi wenu. Umekuwa na ile tension, baadhi yenu umekuwa na ile mafikirio ambayo yamewafanya mpaka nyinyi mkakosa usingizi kutwa usiku mzima, baada ya kwamba mmejionea vitu ambavyo kwa maisha yenu hamjawahi viona kabisa, na it was the first time nyinyi kuvishuhudia. Mabomu yakiepuliwa ama mabomu yakizuiliwa juu ya anga ni kitu ambacho watu wengi hawakukitarajia ya kwamba kinaweza kutokea kwa maisha yao kiukweli kabisa. So unaweza kuona kama mchezo ama unaweza ona kama movie fulani vile, au unaweza ona kama ni mchezo wa kuigiza kiukweli kabisa, because it's something that it's so worry. Wale watu ambao watoto wao wako kule, pia kuna baadhi ya wazazi tayari mpaka sasa mimi takriban wazazi wawili kama sikose ambao wamenifuata na kuniuliza hali halisi ambayo ipo ndani ya Qatar kwa sasa. Ndio pale ambapo tukafanya video jana kwa kuwapigia baadhi ya wananchi wa Kenya ambao wako nchini Qatar kule, waweze kutuelezea matukio ambayo wanapitia kwa sasa. Na vile vile pia tumeweza kuona ya kwamba serikali ya nchi ya Kenya imeweza kutoa tamko kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kule, ili mradi waweze kuwaongoza raia wao kitu gani cha kufanya baada ya kwamba wamepatikana kwa mkasa na kisanga kinachoendelea kule. Kikweli kabisa utaweza ona kwamba usiku mzima Iran imeweza kuchapa Qatar mara kadhaa, na imeweza kuchapa Israeli pia vile vile mara kadhaa, na vile vile pia imeweza kuchapa airport ya Abu Dhabi ama airport ya UAE pia imeweza kutandikwa, na mji mkuu pia vile vile wa Israeli nao pia ukaweza kutandikwa kwa mabomu pia wamefanikiwa. Na masuala mengi sana yanaibuka kwa sasa baada ya kwamba kiongozi wao ama kiongozi wa Iran ameweza kuaga. Ukitizama kuna baadhi wanashangilia na kusifia kifo chake, na kuna wengine wanakashifu kifo chake, na wengine pia vile vile wanalaumu nchi jirani ambazo ni nchi zinazojiita nchi za Uislamu, ambazo zimeonekana zikitutumaa sana ama zikilegea masuala mazima ya kuleta maridhiano baina ya hawa watu. Mpaka sasa hali imefikia pabaya kikweli. Hapo unaweka fingerprint. So habari zingine zinazochipuka kwa sasa ni kwamba airport zote kutoka jana, airport za nchi za Gulf ama nchi za Uarabuni zimeweza kufungwa
Hivyo basi kuacha watu wengi sana ambao wanapaswa kusafiri nje ya hizo nchi ama kuingia kwenye hizo nchi kuwa stranded, na ni afadhali basi wale ambao walikuwa wanataka kuingia wanaweza kukaa kule ambako walikuwa. Lakini tatizo linakuja kwa wale ambao walikuwa kwa transit, ambao wako kwenye airport wakisubiria next flight ili waweze kuabiri na kusafiri kule na kuenda. Anga zimefungwa na hakuna ndege ambayo inaruhusiwa kutoka wala kuingia kwenye zile anga. Kunao baadhi ya watu ambao nawafahamu ambao walikuwa wanapaswa kuenda zao for vacation jana, lakini walipokaribia airport walipata zinjia zote za kuingia airport na kutoka airport zimeweza kufungwa. Na vile vile pia Iran inachukua advantage hiyo pia ya kuchapa hizi airport, ambapo jana tayari tumeweza kuona airport ya Dubai tayari imeweza kutandikwa. So ni kitu ambacho ni cha kustaajabisha na cha kuogofya, na ni kitu ambacho kikweli kabisa kinapaswa kuzingatiwa kwa maombi na kila mtu, especially wewe ambaye unajua wazi ya kwamba kuna mmoja wa familia yako ambao wako kule, basi unahitajika sana umwekee maombi, kwa sababu sio jambo rahisi na sio jambo la kawaida ambavyo tunadhania. Oh, Jesus. Nasikia kulipuka kabisa.